Viongozi wa dini ya Kiislamu katika eneo la magharibi ya nchi na kaskazini mwa bonde la Ufa wamelaani vikali visa vya vurugu na uharibifu vilivyoshuhudiwa wakati wa chaguzi ndogo kwenye baadhi ya maeneo nchini. Wakizungumza mjini Bungoma kwenye kongamano la amani, viongozi hao kutoka kaunti za Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga na Uasin Gishu wameelezea kufadhaika kwao kuhusu jinsi baadhi ya viongozi walivyokuwa wakiwachochea wananchi badala ya kueneza amani. Wakiongozwa na mwenyekiti wa bonde la Ufa, Abubakar Bin, sasa wameitaka tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa kushirikiana na asasi husika za usalama kuhakikisha kuwa mikakati mwafaka imewekwa tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Uchaguzi huu haukutufurahisha kabisa, kwa sababu ikiwa ni uchaguzi zisizopita 23 zimemwaga damu za watu kadhaa, mali imeharibiwa, magari imechomwa. Hii ni uchaguzi wa aina gani? Sasa wito wetu ni kwa wanasiasa, wasiwe ni wenye kuchochea Wakenya kuharibu amani. Amani ina thamani, na itakapoharibika amani, gharama zake ni kubwa kurudi kuleta amani. Kwa hivyo tunawaomba Wakenya wasiwasikize wanasiasa, bali wafanye yale ambayo kwamba wanaona haitakuwa na uharibifu. Tunaomba serikali yetu ianze kuweka mikakati wakati huu, hasa itumie viongozi wa dini. Tumeona viongozi wa dini ndio wanazungumza sana kuhusu amani. Serikali itumie viongozi wa dini kuhubiri amani, upendo na uwiano. Tunaona pia tume ambayo inasimamia mambo ya maadili ikaze kamba zaidi, na anapotamka mtu maneno ya uchochezi na ya kutisha maisha ya mtu, basi huyo mtu achukuliwe hatua, awe ni mtu wa aina gani, mwenye cheo gani, anatoka sehemu gani. Kwa hivyo twaomba yale yaliyotokea wakati wa uchaguzi mdogo yasiweze kutokea katika nchi yetu hii, kwa sababu tutakuwa tunaendekea mwelekeo mbaya, ambapo nchi zingine ambazo zimekosa amani tunaona vile wanavyohangaika kuhamia huku na kule, ukosefu wa kila kitu. Kwa hivyo na sisi tusifuate barabara hiyo. Wajaribu kupunguza zile hasira watu wanaekea vijana kuja kuumizana kwenye mambo na siasa, haifai. Yule Mungu amechagua ndio atachaguliwa na wananchi. Tunaomba watu wapunguze hasira, Kenya zimekuwa nyingi. Viongozi muache kugonganisha watu, muache kuweka watu wanauawa bure kwa mambo ya siasa. Hilo ndio tunalia kama wamama. Wakubwa zetu wanatuonesha mfano mbaya sana, especially kwa kura hii ambayo imepita. Kumekuwa na dhulma kubwa sana.